Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako nami Pastor Miamba, na leo ni siku ya 30 ya mfungo wetu, na tunamwomba Mungu sasa leo aachilie roho ya uamsho kwa ajili ya watu wake kwa mwaka huu, ukawe ni mwaka ambao umeambatana na uamsho. Na tunapoongelea kwa habari ya uamsho, ni kitu muhimu sana katika maisha ya mwamini. Ili aweze kuishi maisha ya ushindi, lazima ndani kuwe kuna uamsho. Na tunapoongelea uamsho, uamsho ni kuhuishwa upya kiroho. Ni hali ambayo Mungu anafanya mioyo ya watu iwake tena. Inawaka mioyo ya watu tena, inawaka kuomba toba. Mioyo ya watu inawaka kwenye maombi. Mioyo ya watu inawaka kwenye upendo. Mioyo ya watu inawaka kwenye kupenda kusoma neno, kwenye maombi, kwenye utii. Unakuta ndani yake kuna mioyo inayowaka. Kwa hiyo unakuta hii mioyo ambayo imepata uamsho huwa inatoba ya kweli. Moyo uliopata uamsho una njaa ya neno la Mungu. Moyo uliopata uamsho una nguvu ya maombi. Moyo uliopata uamsho una matunda ya haki na mabadiliko ya maisha ndani ya mtu. Lakini katika mahali ambapo unasikia watu wengi wameokoka sana, mahali hapo ujue kuna uamsho umetokea ndani ya mioyo ya watu. Roho zao zina shauku, zina kiu kusikia. Halafu baada ya hapo Bwana anaachilia neema ya wokovu kwenye hilo eneo. Ukiona watu wameokoka sana kwenye hilo eneo, kwenye huo msimu watu wameokoka, ujue kilichoachiliwa pale ni roho ya uamsho. Roho ya uamsho. Sasa hii roho ya uamsho ni muhimu sana, kwa sababu ndio inayomfanya mtu ajisikie kusikiliza neno la Mungu. Ndio mtu linalofanya mtu ajisikie kuomba, kusoma neno. Ni uamsho ndani. Ukikosekana uamsho ni rahisi kufa kiroho. Ukikosekana uamsho ni rahisi kuvamiwa na nguvu za giza, kwa sababu lazima kuwe kuna uamsho. Yani unaweza ukaomba, lakini kama unaomba nje ya uamsho, maombi yako yanakuwa yamejaa hofu. Yani mtu anaomba kwa sababu ya hofu, ni tofauti na mtu anayeomba kwa ajili ya uamsho. Kama ndani yako kuna uamsho, nimesema uamsho ni hali ambayo Mungu anaifanya kwa upya ndani ya moyo wa mtu, ambayo inabeba shauku. Kwa hiyo unakuta mtu anaomba katika shauku ya Roho Mtakatifu, ujue ndani ya huyo mtu kuna uamsho. Kwa hiyo unakuta mtu anaomba katika hali fulani hivi ambayo ndani yake kuna uamsho. Lakini kama ndani hakuna uamsho, unakuta mtu ni ngumu sana kusikiliza ibada hata hizo za Anza Siku na Bwana, kama uamsho umekufa ndani. Yani mtu ndani hakuna kitu kinachomwamsha, hata hamna kitu kinachomwamsha. Ukisoma katika Zaburi sura ya 85, Biblia inasema mstari wa 6, je, hutaki kurudi na kutuhuisha? Watu wako wakufurahie. Yani kama ndani hakuna uamsho, watu hawezi kumfurahia Mungu. Yani kama ndani yako hakuna uamsho, watu watafanya kitu kwa sheria, na wakati libidi likifanyike kwa upendo. Yani unakuta mtu anaomba kwa ajili ni sheria, mtu lazima aombe. Anaomba kwa sababu ni kanisa zima watu wanaomba. Lakini ndani kukiwa kuna uamsho, watu hawaombi kwa kuwa wameelekezwa kuomba, lakini wanaomba kutokana na hali inayoendelea ndani yao. Watu wanatamani kuomba, watu wana kiu ya maombi, watu wana kiu ya neno. Ni muhimu sana kuombea uamsho ndani yako. Muhimu sana kuombea uamsho kwenye familia yako. Ni muhimu sana kuombea uamsho kwa watoto wako. Ukisikia watu wana majina ya walio hai lakini ndani wamekufa, Biblia inaeleza hivyo, ujue ndani hakuna uamsho. Unakuta kama familia imepoteza uamsho, unakuta ni wapendwa kabisa wameokoka na wanamkiri Yesu, lakini ndani hakuna shauku ya kuomba. Unakuta watu wanampenda Mungu kabisa, lakini ndani hamna shauku. Ukimuuliza mtu anakuambia mimi nimeokoka, nampenda Yesu, mbinguni tutafika, lakini hakuna shauku ya maombi ndani ya huyo mtu.
hata kusikiliza ibada zaanza siku na Bwana anasikiliza kwa kung'ang'ana. Unajiuliza ni nini hiki? Ujue kuna hali ya uamsho imeondoka, na hiyo ni strategy, ni mipango ya shetani. Akiua uamsho analeta uvamizi, yani hawezi kwenda kuvamia. Nguvu anayetumia shetani kuvamia mahali penye uamsho ni kubwa, na mara nyingi hawezi. Ni lazima azime uamsho, halafu ndio alete uvamizi. Kwa hiyo tunamwomba Mungu aliye hai atuondolee kikombe hicho, kikae mbali na sisi, tusipate uvamizi wowote. Afanyaje? Tunamwomba alete uamsho. Tunapolisikiliza neno, tulisikilize kutoka katika furaha ya ndani. Tunapoomba, tuombe kutoka katika furaha ya ndani. Unaposikiliza ibada anza siku na Bwana, itoke katika furaha ya ndani. Nitaomba, kuna watu ambao wana uamsho sana. Kuna watu, mimi watoto wangu nawaelewa, wa madhabahu yanza siku na Bwana, kuna watu wakikosa ibada, yani unaona wamechanganyikiwa. Wanasema hapana mchungaji, leo kuna nini? Mbona ibada imechelewa? Mbona ibada haipo? Ujue ndani kuna uamsho, yani huko ndani kuna furukuta, moyo unatamani ibada. Unakuta kukiwa kuna uamsho, watu wanajisikia kutoa sadaka, watu ndani huko wanatahayarakishwa, utu wa ndani, ile hali ya ndani inawasukuma kutoa sadaka. Unakuta ndani mtu anajisikia anajisikia hukumu endapo atoe fungu la 10. Anaona ndani anamuibia Bwana. Ni uamsho. Ukiona ndani usikii hukumu, hata ukiiba ujisikii hukumu, ndani unaona ni sawa, ujue umepoteza kitu kinaitwa uamsho. Ndani yako uamsho umepotea. Ni lazima kuomba Bwana aachilie uamsho ndani yetu, kukawe kuna uamsho sio kawaida. Biblia inaeleza kwa habari ya ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba. Halafu anasema na kumtafuta uso na kuziacha njia zao mbaya. Mungu anasema nitasikia, nitaiponya nchi. Sasa nitasamehe dhambi zao, nitaiponya nchi yao. Kama Bwana akiponya nchi, dalili za kwamba Mungu ameiponya nchi ni uamsho, ni shauku ya ndani ya kutaka kufanya mambo ya kiroho kama maombi, kusoma neno. Unakuta ni uamsho ndani, mtu anajiwekea. Unaonaga kuna nyakati mtu unajiwekea hadi malengo ya kusoma Biblia. Unasema mwaka huu nitasoma Biblia yote, halafu unaanza kusoma, kujiwekea ratiba. Huelewagi ni nini kile. Ni uamsho ndani, ni uamsho, ni uamsho. Achana na ile hali ya mtu kuogopa, amesikia kwamba kuna dalili fulani ndani yake, kama anaumwa anaanza kuamka, anasema sasa anaanza kuomba. Ile ni hofu. Tunaongelea uamsho ambao kitu kinazaliwa ndani, kinaanza kushurutisha ndani kupenda ratiba za Mungu na kumpenda Mungu pasipo sababu yote na kusukuma nyuma. Huu ni unaitwa uamsho, inaitwa uamsho. Na Biblia inaeleza kwenye kitabu cha Habakuki sura ya 3 na ule mstari wa 2. Maandiko yanasema, Bwana, nimesikia habari zako nami naogopa. Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Fufua kazi yako. Kuna vitu, uamsho ni hali inayoambatana na kufufua vitu vilivyokufa ndani ya mtu. Anasema katikati ya miaka, anaongelea nyakati. Kuna nyakati ambazo ndani yako kuna vitu vinakufa. Bwana anaenda kuachilia uamsho vikafufuke ndani yako. Na unaweza kadhani ya kwamba ni kitu ambacho mtu anaweza akaamua tu kusema sasa nitapata uamsho. Si kweli. Ni kitu cha kiroho kinachohitaji kumwomba Bwana, ni kinachohitaji kutoa sadaka. Unaweza ukajisikia ndani yako kusema nataka uamsho, unaishika sadaka yako, unaambia Mungu, ninaomba hii sadaka ikalete uamsho ndani yangu, ama ikalete uamsho kwa mume wangu, ikalete uamsho kwa watoto wangu. Ni muhimu sana. Muda mwingine tunakaa na kusema Mungu, unaombea mtoto wako, unaombea mume wako, unaombea mke wako, lakini kumbe unaweza ukaachilia roho ya uamsho ndani, ukaanza kuona kuna shauku ndani ambayo inamfanya mtu aanze kuyatimiza makusudi ya Bwana. Unakuta ni shauku. Kwa hiyo unakuta kuna nyakati mume wako anakuwa na tabia mbaya, ama mke wako ana tabia mbaya kwa sababu ndani yake hakuna uamsho. Watoto wana tabia mbaya kwa sababu ndani yao hakuna ile shauku, uamsho. Hakuna msukumo wa kimungu wa ndani ambao unawafanya watu waishi sawasawa na utaratibu wa neno la Mungu. Kwa hiyo unajikuta ndani yake uamsho ukitokea, unajikuta watu wanaanza kutahayarakisha.
kuthibitishwa katika kuyafanya mambo na katika kuyatimiza yote. Ukitaka kujua uamsho uliotokea kwa watu wote, kwa kanisa, ni pale ambapo ile siku ya Pentekoste, ukisoma katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume, ukianza tu kusoma ile sura ya 2, labda nisome tu kwa kifupi ule mstari wa 1 hadi wa 4, tunaona ile siku ya Pentekoste kulitokea uamsho, na huo uamsho ulisababisha kanisa kuanza kusambaa dunia nzima. Ilikuwa ni uamsho wa ndani uliachiliwa. Tukisoma maandiko, anasema Matendo ya Mitume sura ya 2, some mstari wa 1 hadi wa 4, anasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwapo wote mahali pamoja, kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu, ukaenda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Angalia, hawa watu walianza kunena kwa lugha nyingine kama uamsho ulio ndani yao, kama Bwana alivyowajalia. Kuna namna ndani kukaamka. Unakuta Petro yule aliyemkana Yesu mara 3, jogoo likawika, lakini ni Petro yule anaenda kwa watu wale wakina Kayafa, anaenda kuwaambia, na Mafarisayo wale aliomkana Yesu, kikao kile, watu wale anaenda kuambia kwamba sikilizeni, hawa watu msidhani wamelewa kwa mvinyo, bali ni yule Yesu mliomsulubisha ndio chanzo cha hawa watu kuwaona wako hivi. Ameachilia ndani yake roho yake, na ndio maana unakuta watu wananena kwa lugha za watu mbalimbali. Ni kwa sababu ya yule Kristo anaanza kumshuhudia pasipo kuogopa kufa, kwa sababu ndani kuna uamsho. Uamsho ukiachiliwa ndani yako, kuna mambo nayafanya kwa nguvu isiyo ya kawaida. Uamsho ni kitu muhimu sana kwako, kwa watoto wako, kwa familia yako. Wewe unayefanya huduma, unafanya kazi kwenye kampuni yako, uamsho ukitokea ndio unakuta mabosi wako wanasema jamani, tuna ibada za asubuhi kabla ya kwenda kuanza kazi. Ni uamsho ule, ni uamsho. Unafanya kazi, labda una mgahawa wako, una duka lako, mnajikuta mnasukuma kwanza maombi ya asubuhi kabla ya kuanza biashara. Unajua kuna uamsho, ni kitu fulani, shauku fulani inayoachiliwa. Ukiikosa hiyo, ukiona ndani yako haipo, omba msaada wa kiroho, kwa sababu ujue uvamizi umekaribia. Kwa hiyo tunaenda mbele za Bwana kuomba uamsho. Twende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakushukuru sana kwa ajili ya ibada ya leo na neno uliloliachilia kwetu asubuhi ya leo katika mfungo wa siku ya 30. Mungu aliye hai, ninaomba kwa ajili ya uamsho wa watu wako. Mungu aliye hai, ninaomba uamsho katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ninaomba uamsho kwa watu wako, ukaachilia uamsho ndani yetu, tukapate ile kiu na shauku ya ndani katika kuomba, kiu na shauku ya ndani katika kuyaishi maisha matakatifu, kiu na shauku ya ndani katika kusoma neno. Bwana, achilia kiu ya ndani, uamsho wa watu wako kusikia na kutamani kuendelea kusikia ibada za Anza Siku na Bwana. Mungu aliye hai, ninaomba uamsho kwa watu wako katika kabila, katika jamaa, katika lugha. Mungu aliye hai, ukaachilie uamsho kwa mtoto wako huyo ambaye adui ameiba shauku ndani yake. Mtoto wako huyo ambaye adui ameiba kitu cha kimungu ndani yake. Roho Bwana, ninaomba ukaachilie uamsho, hali ya shauku ya ndani. Achilia shauku, Bwana. Tukaombe si kwa ajili ya ratiba, tuombe kwa ajili ya shauku ya ndani, kwa ajili ya uamsho. Tusisome neno kwa ajili ya hofu, bali tusome neno kwa ajili ya uamsho, ile hali ya ndani. Baba, ninaomba mafuta ya uamsho yakamiminike kwa kila mtoto madhabahu ya Anza Siku na Bwana. Ukaachilia uamsho ndani wa kusoma neno, wa kuomba, wa kusikiliza ibada za Anza Siku na Bwana. Mungu aliye hai, achilia uamsho wa kusikiliza ibada nyingine zinazoachiliwa katika madhabahu ya Anza Siku na Bwana. Ukaachilia uamsho wa watu wako kutolea wewe sadaka mbalimbali kwa moyo wa kukupenda na si kwa sheria. Ukaachilia uamsho ndani kwa watu wako kutolea fungu la 10, si kwa sababu ya kuogopa kwamba wanaweza wakakorofishana na wewe Mungu, bali
kwa ajili ya kupenda kukutolea wewe kwa uaminifu. Mungu aliye hai, ninaomba neema hiyo ikadhihirike kwa kila anayenisikia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaenda kinyume na nguvu za giza na roho za kuzimu. Ninaenda kinyume na mipango ya adui ya Lusifa na malaika zake inayozimisha hali ya uamsho katika jina la Yesu. Ninabatilisha kwa damu ya mwana kondoo. Giza halitaona maisha ya watoto wako. Roho Mtakatifu, achilia nguvu ya uamsho, achilia nguvu ya uamsho. Giza likatoweke katika jina la Yesu. Ninaomba na ile neema na rehema zako Bwana, ninaomba na mkono wako na nguvu zako Mfalme, ukaachilia hali ya uamsho kwa watu wako Bwana, ukaachilia hali ya uamsho kwa watoto wako Mfalme wa amani. Baba, ninaomba neema yako izidi sana na kibali chako kikaongezeke na mafuta yako yakawe mengi mno, yamiminike sana. Ondoa hofu kwa watoto wako. Ninaiondoa hofu kwa jina la Yesu. Ninaitamka hofu itoweke, watoto wako wa kuabudu wewe katika kicho chako, katika kukupenda wewe. Ninaiondoa hofu inayosimama kuwashurutisha watoto wako wafanye yale wanayotakiwa kuyafanya kwa ajili ya hofu. Baba, ninaiondoa hiyo hofu. Ninaomba badala ya hofu ukawe uamsho, ukawe uamsho Bwana. Watoto wako wakaombe kwa sababu ndani yao kuna uamsho. Watoto wako wakasikiliza ibada hizi kwa sababu ndani yao kuna uamsho. Watoto wako wakakupenda wewe kwa ajili ya uamsho. Baba, ninaomba neema yako izidi kwetu, tukienda kinyume na giza lote linalosababisha hali ya kufa, hali ya uamsho. Ninaenda kinyume na malango yote ya nguvu za giza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, chochote kinachozuia watu wako kusikiliza ibada hizi kwa wakati, chochote kinachowafanya watu wako ibada itumwe asubuhi wasikilize mchana, ninakiharibu kwa jina la Yesu. Chochote kinachowafanya watoto wako hawa ibada itumwe asubuhi wasikilize jioni, ninaifuta hiyo hali katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, achilia uamsho kwa watoto wako hawa, achilia uamsho. Mungu aliye hai, ninaomba neema hiyo ya uamsho ikawe dhahiri kwa watoto wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Tutaendelea tena kuomba siku ya leo. Bwana achilie uamsho ndani yetu. Bwana achilie uamsho. Utashangaa sana jinsi utakavyoanza kustawi. Utashangaa sana utakavyostawishwa, hadi ngozi yako itastawi, watoto wako watastawi, biashara zako zitastawi. Penye uamsho wa ile shauku wewe inaendaga kuathiri mazingira yote, hadi ndoa yako, hadi uchumi wako. Kuna namna uamsho huwa unaamsha vyote, huwa unaamsha vyote kwenye maisha yako. Mungu wangu akubariki sana. Basi utaachilia sadaka yako, na hiyo sadaka maalum kabisa kumuomba Mungu achilie uamsho ndani yako. Utaiachilia kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.